Na moja kati ya tukio ambalo lilikukuta pale wakati unaingia kwenye ile show kuna mtu alipita na kepi yako. Nataka unipe experience, ni tukio gani jingine? Nilichukua lakini. Ulichukua. Ni tukio gani jingine ambalo unalikumbuka ambalo lishakutokea kwenye show za chaka tuchaka ambalo wewe ukakaa ukalisahau kabisa? Chaka tuchaka nyingi sana, lakini moja ni kwamba mimi nishapigwa vibao kama mtoto. Nilipigwa vibao, niko na mshikaji wangu mmoja hivi, mtoto wa Kizenji. Tulienda kwenye show. Baada ya kwenda kwenye show ikawa yule jamaa bwana alitudaka juu kwa juu, ndio hayo mambo ya kuongezea nauli ya. Jamaa tukamata akasema twende sehemu kweli. Kwenda pale mimi nikajua ni special appearance, kumbe jamaa alivotangaza yeye huko. Nikamwambia bwana jamaa ndo kaja. Ataanza mpaka Z. Kwa hiyo pale tukatulimbishwa sana. Mwisho siku tukataka tutoke, jamaa hataki. Akatupiga vibao mimi na mshikaji wangu kama watoto. Na jamaa kumbe alikuwa na mashine. Bwana. Ni mengi. Unakuelewana kuhusiana na hizi mkienda kwa labda kwenye chaka tuchaka mnaimbishwa ngoma za wasanii wengine, na nasikia kuna story ambayo sio sure utatuambie ulishe kuimbishwa nyimbo za Lili, ni kweli? Mimi hapana, mimi sijawahi. Namshukuru Mungu kwa hilo, kusema kweli sijawahi. Ila ni kwamba tu unakuta sometimes labda wanataka zile ambazo kolabo ambazo labda mtu mwingine anaweza asiruhusu zimbe, wanataka usipige. Lakini bahati hiyo kwamba unaingia pale Baisa unaitwa FDQ, hiyo kusema kweli sijapata. Namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu nimekuwa nikitoa video muda mrefu natoa video, kwa wamekuwa wakiniona sura yangu. Basi wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao unaweza kuwa shahidi. Zamani kulikuwa na matamasha ya kama Dar es Salaam, leo Baisa yuko hapa, posters kibao, watu wanakuja kuingia kumuona wewe peke yako. Lakini sasa hivi kumekuwa na sintofahamu ya kuamini msanii mmoja ndiye akiweka poster kwamba yuko hapa, watu hawajitokezi na tuone hizo show. Na tukiona hizo show utakuta ni show za kiingilio kinywaji. Unadhani kwa nini hizo show zimekwisha? Lakini pia wewe ni mmoja kati ya wasanii wenye utajiri wa muziki ambao unadumu kwenye masikio kwa muda mrefu, kwa maana ya beat zile mpoko ambazo zimeshiba na unaweza kusikiliza kwa muda wote, ni muziki ambao unaishi. Unaamini kwenye muziki wa zamani, unaamini kwenye muziki wa sasa hivi? Unaamini maproducer wa zamani, unaamini maproducer wa sasa hivi? Hapo tuanze na swali lako la kwanza. Unafikiri wadau wenyewe na wasanii ndo tumeliua ili swala la kufanya wasanii show za bure ovyo, show nyingine unakuta kiklabu kidogo kuna watu 20, yani waimbaji wenyewe wamejaa kwenye ile klabu. Yani hata wakija watu 10 na nyinyi waimbaji mnaoingia mule klabu imejaa. Sijajua ni kwa nini kisoko. Sijajua tena hili swali, na video wasanii tujiulize sana. Inawezekana tumekalia kuti kavu. Sababu inapofika mpaka tunaanza kuja mande, maana yake tunakuja mande, yani tunakuja wengi. Muone kiingilio kinywaji. Yani ni kwa mimi ambaye nipo kwenye miaka 22 kwenye hii sanaa, naweza kusema hiyo ni sababu ya hatari sana kwenye industry. Kwa sababu itafika kipindi